Kristo. Baba Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, Mwashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini Tanzania, Mwashamu Askofu Josephat Jackson Bududu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora, washamu askofu wakuu, washamu maaskofu, waheshimiwa maabate, Mheshimiwa Waziri William Lukuvi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera na Bunge, wapendwa wageni wengine, wanafamilia ya Mungu, wana wa Tabora, waumini wengine mlioko hapa na wageni wengine nyote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei Kuu 2025, mahujaji katika matumaini. Naomba nitoe salamu zetu fupi za Baraza la Maaskofu Tanzania. Nitagawa katika sehemu kuu 3 ambazo ni fupi tu, msiogope. Ya kwanza ni shukrani na pongezi. Tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya askofu msaidizi katika nafasi ya Mwashamu Josephat Bududu. Mwenyezi Mungu anaendelea kudhihirisha upendo wake kwa kumchagua mmoja wa wale ambao yeye anapenda kufanya nao kazi kwa karibu. Hongera sana Baba Askofu Bududu. Pia pongezi zangu nyingi kwa Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa kwa kumpata askofu msaidizi. Historia mpya leo imeanza katika Jimbo Kuu la Tabora kwa kuwa na askofu msaidizi. Pia tunamshukuru sana Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, kwani yeye ni kati ya wale makardinali 133 waliotuchagulia papa wetu Leo wa 14. Sisi tuliokuwa kule nje tukisubiri moshi mweupe, baba huyu na wenzake walikuwa na kazi kubwa ya kugeuza ule moshi mweusi uwe mweupe. Na wakafanya hilo katika muda mfupi, sijui walitumia mbinu gani. Kwa hiyo ni heshima sisi kanisa la Tanzania kuwa na mmoja wetu kushiriki katika uchaguzi wa papa katika nafsi ya Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa. Baba Mwadhama, tunakushukuru na tunazidi kukupongeza. Nachukua pia nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Askofu Mkuu mstaafu Paul Ruzoka kwa malezi na utume uliotukuka. Askofu Mkuu Baba Ruzoka, asante sana. La pili, nafasi ya askofu msaidizi. Kwa nafasi yako kama askofu msaidizi Baba Bududu, utakuwa msaada mkubwa kwa Baba Mwadhama Askofu Jimbo. Utakuwa msaada mkubwa kwa Jimbo Kuu la Tabora. Utakuwa msaada mkubwa kwa baraza letu la maaskofu, lakini pia msaada kwa kanisa zima la Tanzania, lakini pia jamii inayotuzunguka. Kwa daraja lako unakuwa msaidizi na mshauri wa karibu wa Baba Mwadhama Askofu Jimbo. Kama mshauri sio kazi rahisi. Mara moja nilimuuliza mtu ambaye nilimfahamu
na naifahamu pia kazi yake ilikuwa kusaidia, anaitwa msaidizi katika lugha zetu za siku hizi, lakini hakuwa askofu. Nilimuuliza, wewe bila shaka hiyo kazi yako ya kuwa msaidizi ni kazi ngumu sana? Akaniambia haina ugumu wote, kwani yeye kawaida anaangalia mkuu wake au bosi wake anataka kusikia nini. Huo sio ushauri ambao unatakiwa, na huo sio ushauri au usaidizi ambao wewe umeombwa. Na shauri wa namna hiyo kama wapo kwenye jamii yetu, wanaiharibu jamii na wasingepaswa kuwepo pia. Baba Bududu, Mungu akuongoze katika kufanya utume na wajibu wako vizuri. Kunapokuwa na shauri, watu waulize, tazama, kuna mtu wa Mungu hapa anaheshimika sana, twende kwake, atatusaidia. Tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 9 mstari wa 6. Au kama alivyouliza mfalme Yehoshafati alipomjibu mfalme wa Israeli ambaye alitaka kwenda vitani kuitwaa Ramoth Gileadi, lakini Yehoshafati akamkatalia, akamwambia, tumulize kwanza Mungu anataka nini katika hiyo tamaa yako ya kujitwalia mji usio wa kwako. Yehoshafati anaendelea, anamwambia, hakuna nabii wa Mungu aliyebaki tumulize? Nasoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 22 mstari wa 7. Fanya vizuri wajibu wako wa kuinjilisha, ushauri, kusaidia, wajibu wako wa unabii, wajibu wako wa kumsikiliza Mungu. Kama wewe ni wa dunia, dunia itakupenda. Kwa kuwa wewe umechaguliwa kutoka katika dunia, dunia itakuchukia. Soma kutoka Yohane 15 mstari wa 19. Utakuwa na kazi kubwa ya kuwatoa watu duniani. Utakuwa na kazi kubwa ya kuwatoa watu duniani, kwani watu wetu wanaipenda sana dunia. La tatu na la mwisho. Kwanza namshukuru Father Chesko, naibu wa katibu mkuu, ambaye amenileta hapa mbele. Lakini nafasi hii alipaswa kuwepo hapa na kusimama Padre Charles Kitima, ambaye ni katibu wetu wa baraza. Kama mnavyofahamu, aliumizwa. Padre Kitima anawashukuru kwa sala. Yeye anaendelea vizuri. Ni sala na matumaini yetu akiendelea vile atarudi kwenye majukumu yake hivi karibuni. Sisi tunaendelea kulaani kile kitendo cha aibu, kibaya na kiovu kilicholenga kukatisha maisha ya padri wetu Charles Kitima, ambaye ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu, akiwa katika makazi na makao makuu ya baraza. Katika utawala bora na wa sheria, wahalifu wale walipaswa wawe wameshafikishwa mahakamani mpaka sasa. Ni matumaini yetu uchunguzi hautachukua muda mrefu zaidi kabla ya wahusika kufikishwa mbele ya sheria. Ili kuwa na amani, hakuna raia atakayependa kuwaona wahalifu kama wale uraiani. Na hakuna raia ambao hawatapenda kuishi katika nchi yao katika amani, katika haki na katika ukweli. Na wasingependa magenge kama yale yawe hatari kwetu sisi na kwa watu wengine.
Labda kwa wahusika pia, kama wao wafahamu pia makundi kama hayo, kwa wale wanaoyazalisha, makundi haya pia ni hatari kwao. Sijui kama wanajua hilo. Hitimisho, tuendelee kujiombea wenyewe, kuiombea nchi yetu kuwa na mifumo na sheria nzuri ya kulinda raia, amani, haki, ukweli na demokrasia. Asanteni sana. Jubilei Kuu 2025, mahujaji katika matumaini. Sasa namwomba nimkabidhi au kumkaribisha rasmi askofu msaidizi ambaye alituleta leo hapa wa jimbo kuu la Tabora, Josephat Bududu, kwamba tunamkaribisha rasmi kwenye baraza, lakini pia tunamkabidhi zana za kazi, aingilie na vipaji vyake na aingie kama mshauri. Asisubiri kwamba baraza leo limeamkaje na aende mtindo huo, ila shauri pale inapobidi. Baba Askofu.